Na jambo la mwisho, tunasahau ya kwamba sisi tuwasafiri tunakwenda mbinguni. Tunasahau. Unajua, kizuizi kimoja ni kutokukumbuka ya kwamba wewe hapa duniani ni mpitaji. Wewe hapa sio kwako. Wewe unaniona mimi, unaona mimi sina nywele. Unafikiri nilizaliwa sina nywele? Nilizaliwa na nywele zangu. Mpaka na msichana mmoja akanipenda kwa sababu nilikuwa na nywele nzuri. Nilikuwa mzuri bwana. Sasa Mungu amebadilisha uzuri wangu, umefanana na ninavyofanana. Ni alama ya kwamba nasafiri. Natakiwa kuviachia vingine humu duniani kabla sijafika mwisho wa maisha yangu. Lazima niachie. Sasa wewe una mwili mzuri, watu wote mpaka wajue una mwili mzuri. Ni wewe una mwili mzuri, shukuru Mungu, kapiga magoti kashukuru kwa mwili wako mzuri. Sisi usitusumbue bwana. Usitusumbue. Wewe ni msafiri. Na kama ni msafiri, kumbuka hilo. Unapofanya jambo lolote katika dunia hii, usisahau wewe ni msafiri. Ninaposema usafiri, sizungumza habari za kwenda Tabora. Nazungumza ya kwamba wewe hapa dunia hii utaiacha. Kwa hiyo utaacha suti zako, watu watagawana, utaacha gari yako, watoto wataendesha, wataligongesha huko na huko, maana hawana uchungu nalo, utaacha nyumba zako. Siku hizi tukisafiri huko na huko, hata wacha niseme huko na huko, hata nyumbani kwangu mimi mwenyewe, nikienda kijijini kwangu, nyumba ya baba yangu, moja nimeweka mtu akae, nyingine imefungwa kufuli, maana wenye nayo wamesafiri. Wamesafiri. Ile nyumba kubwa sana unayojenga, ambayo unasema kila chumba kina mahali pake, kina bafu lake, kina kila kitu. Mimi nasema jenga, hakuna ubaya. Lakini usisahau wewe utaiacha. Hilo tu usisahau. Mungu hajatuzuia kufanya mambo makubwa, hajatuzuia kununua magari makubwa, hajatuzuia kuwa na majumba makubwa, hajatuzuia kuwa na mashamba makubwa, lakini kumbuka ya kwamba wewe ni mpitaji katika dunia hii. Usisahau hilo. Na hicho cha kukumbuka ndicho kitakacho kufanya wewe useme, kwani mashamba haya sitayaacha tu, napeleka mazao kanisani. Kwani haya mapesa sitayaacha tu, napeleka kanisani. Kwa sababu kanisa haliwezi kukaa na zile pesa. Lina majengo ya kujenga, lina kazi za kufanya, lina wahitaji. Kanisa aminifu litapokea alafu litatoa. Litapokea alafu litatoa. Kwa sababu ni kanisa aminifu. Ni kanisa aminifu. Tutapata sadaka huku. Mimi hata ungenipa mishahara kiasi gani, nataka nikwambie ya kwamba wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama mtoto wa Mungu, wewe ujue tu ya kwamba kwa baraka zote unazopewa na Mungu, Mungu ametupa kama pamba ya njiani. Ni kitu cha njiani tu. Siku moja nilikuwa nimelala usiku wa manane, ghafla nikaona siwezi kuamka. Ghafla nikaona siwezi kusema. Ghafla nikaona siwezi kunyosha mkono. Nikashangaa nini kimetokea. Nikapiga kelele, siwezi kusema maneno sawa sawa. Mungu alikuja tu akasema wacha niachie stroke kidogo ikupige tu, kwa sababu wewe naona Donald umesahau ya kwamba wewe ni msafiri. Unaanza kujilegeza. Sasa umestaafu, unakaa kwenye kivuli, unakunywa kahawa yako. Mimi nina kazi na wewe. Nataka unimalizie kazi yangu kabla hujaondoka. Alafu wewe unasinzia. Ngoja nikusitue. Na nikasituliwa. Unaniona ninatembea sasa? Ni kwa sababu Mungu alisema bahati yako. Na kuponya, nataka uendelee kufanya kazi yangu. Nataka niwaambie, mimi hapa sipigi kelele. Nataka niwaambie ya kwamba msipomgeukia Mungu, mtaondoka katika dunia hii ni masikini kuliko masikini wa dunia hii. Kwa sababu Mungu ametuweka duniani kwa makusudi yake. Kabisa ametuweka kwa makusudi yake. Unatembea, unakwenda kwa sababu Mungu amekuweka kwa makusudi yake. Na kwa sababu wewe ni mpitaji, lazima siku moja utoe hesabu. Anasema katika Warumi sura ya 14 kifungu cha 12, kila mmoja atatoa habari zake mwenyewe. Na swali la kwanza utakaloulizwa, ulifanya nini na Yesu Kristo? Ulifanya nini na Yesu Kristo? Swali la pili utakaloulizwa, vipawa na baraka nilizokupa ulifanyaje nazo? Lakini la kwanza lazima utaulizwa swali linalohusu kumtambua mwana wa Mungu aliye hai pekee, aliyefufuka. Hakuna mwingine aliyefufuka, ni yeye tu kwa ajili ya maisha yako. Utaulizwa kama ulichukua tahadhari, kama uliona kama huyo anafaa, utaulizwa ulifanya nini na Yesu Kristo.
Halafu Mungu atasema, na habari gani ya vile vipawa nilivyokupa? Ulifanyaje navyo? Naomba nimalize kwa kusema, ndugu zangu, mpaka moyo uponywe ndipo tunaweza kumtolea Mungu. Moyo usipoponywa hatuwezi kumtolea Mungu. Nasema, sisemi sadaka tu ya kuleta kanisani. Sisemi sadaka tu ya kuletwa kanisani. Nasema utumishi wowote ulionao ambao katika taifa hili wewe umepewa. Uwe ni katika ofisi ya serikali, uwe ni katika mashirika, uwe ni katika jamii, uwe ni mahali gani. Nataka kusema mpaka moyo wa huyu mtu uponyeke na damu ya Yesu Kristo, hawezi kuwa mtumishi katika shamba la Mungu. Hawezi. Duniani tutakusifu, tutakupigia kelele, tutatandika na mazuria utembee. Mimi siku moja nilienda huko Songea, huko nilikuwa nafanya ibada zangu. Wakanipokea kama mtu kiongozi mkubwa sana. Wamama wakatandika kanga, wakasema upite humu. Wewe ni masihi wa Bwana, mtakatifu wa Bwana. Pita humu mtumishi kwenye kanga. Wamama zangu walionizaa mimi wametandika vitenge njiani, mimi nikanyage. Nikasema siwezi kukanyaga. Wakasema kama hukanyagi basi na sisi tunasikitika, tuwezi kukupokea. Nikasema basi sawa. Nikawa kila nikienda naanua kanga moja, naanua kanga nyingine, naanua. Sikukanyaga, nilianua zote. Nikawa na makanga mengi mkononi mwangu. Halafu nikamwambia, chukueni wamama kanga zenu. Maana mimi sistahili kutembea katika mazuria ya namna hiyo. Lakini watu, Mungu amewapa kibali watu wakatembea katika mazuria, lakini bado mioyo yao haikusafishwa na damu ya Yesu Kristo. Hili ni jambo kubwa. Hili ni jambo kubwa. Na mimi nasema, ndugu zangu, wapendwa wangu katika Bwana, mimi niko hapa leo, kesho sipo. Kama Bwana atanipa kibali, nitakuwa mahali pengine nahubiri injili ya Yesu Kristo. Lakini nataka kusema, umepewa nafasi na Mungu duniani sasa. Mungu amekuweka duniani kwa makusudi. Asante waimbaji, asante waimbaji, asante kanisa la Mungu. Mnaimba mpaka mimi nasikia nataka kutoa machozi yangu, kwa sababu maneno yale mnayoimba kwa sauti zenu yanagusa maisha yangu. Lakini nataka niseme, umewekwa kwa makusudi katika ulimwengu huu. Wewe, niliwaambia wakina baba jana, wewe sio bahati mbaya. Haujaletwa kwa bahati nasibu. Mungu hachezi bahati nasibu na maisha ya watoto wake aliowaumba. Wewe umewekwa hapo kwa makusudi. Mungu anasema, nalikujua wakati ukiumbwa katika tumbo la mama yako. Hata kabla hujatunga mimba katika tumba, mimi nalikujua. Nalijua mwanzo wako, nalijua ninakotaka kukupeleka. Uko hapa kwa sababu Mungu anakutaka wewe. Usiangalie hali yako, usiseme mimi mbona mnyonge, mimi mbona ni maskini, mimi mbona sieleweki, mimi mbona sina elimu. Kama uko duniani sasa, vyovyote ulivyo, Mungu ana kazi na wewe. Mungu ana kazi na wewe. Na mimi nawaomba ndugu zangu wapendwa, kama Zakayo ambavyo alikuwa kipofu, amekula mali za watu kwa upofu wa roho, ameibia watu, amekusanya isiyo yake, siku alikutana na Yesu Kristo. Siku alikutana na Yesu Kristo, mambo yalibadilika. Akasema, mimi kama niliwaibia maskini na warudishia mara 2 zaidi, sio mara ngapi. Akasema, mimi nawapa na maskini. Akasema, mimi nafanya nini? Sasa ukiwa na Yesu Kristo unakuwa kama zezeta kidogo fulani hivi. Unataka kufanya mambo, watu wanasema huyu atakuwa amerukwa na akili. Unataka kila mtu anataka umhudumie huyu. Na wako watu ambao katika dunia hii walikuwa wamefanya maovu sana, wanasumbuka wanawezaje kufidia miaka waliopoteza ili wafanye mema. Mungu awape kibali. Hawahitaji kusumbuka. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, hawa wanapata nafasi mbinguni, hata kama ni kwa dakika moja ya mwisho. Kwa sababu alimwambia mwizi msalabani, leo utakuwa pamoja nami peponi. Mungu awakumbushe. Mungu awakumbushe kwamba ninyi ni watoto wa Mungu kwa makusudi maalum. Mungu awakumbushe. Mimi nasema huwa nawapa tafsiri tena kwa urahisi sana. Uzalendo utatokana na mambo matano. Mambo matano tu. Nimekuwa kila wakati falsafa yangu ambayo naiamini. Kwanza, uzalendo utatokana na
maneno. Huwa inafanya kama utani, wakati mwingine huwa natumia maneno kama ta, te, ti, to, tu. Hiyo ni falsafa yako. Hapo ndio naamini na mimi imenifikisha hapa. Naam. Ta manake tangaza nchi yako vizuri. Uitetee. Ile te nyingine tetea. Unaitangaza, unaitetea. Lakini pia timiza wajibu wake. Ti. Toa ushauri pale ambapo unaona mambo hayaendi vizuri bila kuogopa. Hii ni nchi yako, unaogopa nini? Lakini kama umevuruga huku, tubu, omba radhi. Kama umevuruga, umesema vibaya, omba radhi. Ukikamilisha hayo, utajiona mtu huru, mwenye heshima ya kuishi katika nchi yako. Ni ta, te, ti, to, tu. Tangaza nchi yako, tetea nchi yako, timiza wajibu wako, toa ushauri pale panapohitaji, tubu kama umefanya makosa. Tungekwenda hivyo, nchi ingekuwa ya amani na utulivu. Nimekuwa pia nazungumza hata kwenye makongamano mbalimbali. Nasema jamani, hata kwenye dini tumie ni tate titotu, zitawasaidia. Manake usije ukawa na kitu mtu anakiona tu jambo la kawaida, pana lina uzito wake. Na hiyo ndio naomba Watanzania wajue tunakokwenda. Tukienda kwa falsafa hii ya tate titotu, tutafika mbali sana. Kila mtu ajue wajibu wake. Lakini watu wanavuruga, hawaombi hata radhi. Unaona, na mwingine atakuja kulime, anazidi kuongeza donda juu ya donda jingine, hamfiki mahali popote. Lazima mfikie mahali fulani, kama makosa yamefanyika waseme jamani, tunaomba radhi, yameisha. Mnaanza upya. Binadamu wote kuna sheria, taratibu na kanuni. Je dis, et ma femme Astrid m'a dit, quelle décision tu vas prendre? Mais c'est avec ton salaire qu'on vit, que tu nourris papa, maman, ma famille vit de ton salaire. Mais comment allons-nous tenir? Nous n'avons pas d'église, nous n'avons pas une organisation qui nous soutient. On va faire comment? Et c'est ça qui m'a amené à trouver une chambre chez les moines. Et je suis resté dans cette chambre 51 jours, 51 nuits sans miette de pain. C'est au 43e jour, 43e jour, qu'une main m'a tenu à ma poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel. Oh, sur un boulevard où un monde comme à Paris se pressait, courait. Il y en a qui avaient la Bible, il y en a qui chantaient en langue. Et comme je les ai vus chanter en langue, avoir la Bible, je me disais qu'ils allaient alors à l'église. Et je me suis mis derrière eux en courant pour aller à l'église avec eux. Et un ange était assis dans un kiosque du côté droit, mais un kiosque en or. Et c'est là que cet ange m'a appelé. Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui me connaît ici pour m'appeler Talingano? Et je rentre dans ce kiosque. Il a ouvert un grand livre. Dans ce grand livre, il a mis son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. J'ai dit, mais qui a écrit mon nom ici? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, c'est qui? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, mais est-ce que je veux voir Jésus? Il dit, oui, tu vas le voir. J'ai dit, ben, laisse-moi d'abord aller à l'église. Mes chers amis, ne soyez pas des suivistes. Ne suivez pas la masse qui va, oui, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres. Non, suivez la conviction que vous avez. Suivez la vision que le Christ vous a donnée. Ne courez pas derrière les manifestations, derrière les onctions, derrière les hommes avec le pouvoir des miracles qui racontent des aventures, qui vous racontent votre vie. Suivez la parole de Dieu. Suivez le Christ, votre sauveur, rédempteur. Suivez le Saint-Esprit. Ils allaient tous à l'enfer avec la Bible à la main. En enfer. La Bible à la main. J'ai vu beaucoup de chefs d'État que je ne pourrais pas nommer ici, mais tous m'ont montré une Bible tirée de l'original. Cela n'empêchait pas ces grands hommes d'État de se baigner dans le sang des innocents
de consulter les voyants, de consulter les féticheurs, et pourtant ils avaient la Bible tirée même de l'original, de toutes les traditions. La Bible, le diable l'utilise. Les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Mais le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la stabilité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la foi. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous ne vous permettrez plus de parler du mal de quelqu'un. La Bible est pour la tête. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres, vous les localisez, vous les logez où? Dans la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentre. La parole de Dieu n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous n'auriez plus de place pour la haine. Vous n'aurez plus de place pour la calomnie. Vous n'aurez plus de place pour les critiques. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bonté. Et Dieu m'a permis. Je suis revenu, voyant tous ces gens rentrer à l'enfer, je suis revenu et j'ai rencontré le Seigneur Jésus qui m'a pris dans ses bras comme l'époux prend son épouse. J'ai vu un tapis rouge dressé. Oh, nous sommes des rois. J'aime beaucoup chanter, il est le roi des rois. Ces rois ne sont pas Biden, Macron, ces rois, c'est vous. C'est vous qui êtes ces rois, parce qu'il vous a donné le royaume. En vous donnant le royaume, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre qu'un roi. C'est vous qui êtes ces rois dans ce monde. Ainsi soit-il, je l'ai vu. Il m'a fait visiter le ciel. Quelle beauté! Quelle magnificence, ce qu'il a préparé pour vous. Cela existe. Amen.